tunatumia siku hii kama jukwaa la kuhamasisha uchangiaji wa ujenzi wa vituo vya afya ili kuboresha hali ya huduma za afya kwa wananchi wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ikumbukwe, nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote zilizopita katika nchi yetu, lakini kumpongeza hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo eneo la afya ndani ya nchi yetu amelisimamia vyema. Amelisimamia kwa kiwango ambacho huduma za afya zimepanda kutoka pale zilipokuwa mpaka kufika mahala pazuri. Lakini tumie nafasi hii kupongeza taasisi za dini. Ziko taasisi za dini za Kikristo, za Kiislamu mbalimbali zimekuwa zikisaidia serikali yetu katika eneo hili la afya. Na sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeona iko haja ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu, juhudi za taasisi za wenzetu za dini katika kujenga vituo vya afya ili kuwaletea Watanzania hawa afya njema na afya bora. Kwa miaka mingi jamii yetu imekumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma bora za afya. Hospitali nyingi zinakabiliwa na msongamano mkubwa na wananchi wengi wanalazimika kusafiri wakati mwingine umbali mrefu kutafuta matibabu. Pamoja na juhudi kubwa, maana Watanzania wanaendelea kuwa wengi. Nimeambiwa hapa Watanzania kwa sensa iliyopita tunafika karibu milioni 61. Kwa hiyo utaona bado kuna hitaji kubwa la kuwa na vituo vingi vya afya. Hali hiyo sisi wakati mwingine inaweza kuwa si hali nzuri, ndio maana BAKWATA tukaona na sisi tuingie kwenye kusaidia katika eneo hili. Lengo la mradi wa ujenzi wa vituo vya afya, kupitia mradi huu tunalenga kujenga na kukamilisha vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza ambazo ni Misungwi, Nyamagana, Kwimba, Ilemela na Sengerema, Ukerewe na Magu. Mradi huu unakadiriwa kugharamia shilingi za Kitanzania bilioni 4.5. Yani mradi wote mpaka utapokamilika. Ambapo hadi sasa kama ilivyokushaelezwa tumekusanya takriban milioni 236,775,050 na senti 55. Nachukua nafasi hii kuwaalika wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wapenda maendeleo, na katika umuhimu wa kuwa vituo vya afya havina dini, vinahudumia mtu yoyote. Tarehe 18 itakuwa harambee kubwa inayofanyika uwanja wa Furahisha kuanzia saa 3 asubuhi. Karibuni sana. Lakini tumeshauri watu waanze kuingia pale baada salati alfajiri. Yani kutoka tu kuswali alfajiri, chukua sadaka yako mkononi. Hata watoto tuwazoeshe, tuwape pesa kwamba wewe nenda kwenye badiri. Na tunatoa wito kuwaomba tukifika pale tuwe na utulivu. Ile siku nzima tuitoe kwa ajili ya Mungu. Usifike tena ukataa kuondoka. Wenzetu walimwaga damu zao kwa ajili ya kuipigania dini. Wenzetu walitoa muda wao kwa ajili ya kupigania dini. Walikaa katika viwanja vya Badiri mpaka ushindi ukapatikana. Twendeni Furahisha, tukakeshe, tukashinde pale mpaka ushindi upatikane. Na ushindi huo ni michango itakayopatikana kwa ajili ya kuliendeleza jambo hili. Asilimia ngapi? Ameniruhusu niendelee kuyajibu haya maswali. Kwanza, kongamano letu tunatarajia kuwa na watu wasiopungua 5,000. Kwa hata maandalizi yetu ambayo tunaandaa maandalizi ambayo tunatarajia kuwa na watu kati ya 5,000 mpaka 10,000. Na kamati za kuhamasisha ziko kazini zinahakikisha kwamba watu watafika. Lakini pia tumefikia asilimia ngapi? Tumefikia asilimia ngapi? Mradi mzima kwa maana ule wa vituo vya afya ambao ni unakadiriwa kuchukua bilioni 4.5, mpaka sasa tumefikia asilimia 15. Lakini kila eneo tuna asilimia zake. Mfano, eneo ambalo tumefanya vizuri zaidi mpaka sasa ni kituo cha afya Ilemela. Tumezindua sasa mpango mpya wa mwaka huu, na huu tunakwenda mpaka 2026. Fedha zilizoonyeshwa kwamba zinatakiwa kukusanywa, hiyo bilioni 1 inatakiwa mwaka huu ni mwaka hii 25 mpaka 26, kwa maana Ramadhani hii mpaka Ramadhani ijayo, na tutakutana pia kupeana taarifa. Asanteni sana.